Kama kwenye orodha yako ya vitu vya kufanya una vitu vingi, yani unaona una vitu vingi vimeambatana, chagua kati ya hivyo vitu vingi ni vipi vichache vyenye umuhimu zaidi ambavyo naweza nikaanza navyo. Hata sio vichache, ni kipi kimoja kati ya hivi ambacho ninaweza nikaanza nacho, au ni kipi kimoja kati ya hivi ambacho nisipokifanya kitakuwa kina madhara makubwa kuliko hivi vingine vyote. Kifahamu hicho, alafu komana hicho. Kumbe badala sasa ya kuhangaika na hivi vitu vyote labda 6, 7 ambavyo unavyo kwenye orodha yako ya kufanya, angalia ni kipi kimoja unachoweza kuanza nacho. Lakini pia muda mwingine unaweza kuwa na kimoja, lakini pia unaona nikianza na hivi labda vidogo vidogo nikavikamilisha, vinaweza vikawa sehemu ya kunipa mimi hamasa ya kufanya vikubwa zaidi. Kwa mfano, una vitu vyako 3 au 4 au 5. Sasa badala ya kuanza kufanya hivyo vitu vyote kwa wakati mmoja, unaweza kuanza na kitu kimoja kidogo ambacho labda unakamilisha ndani ya dakika 5. Ukaja na kingine kidogo ambacho labda kinakamilika ndani ya dakika 10. Ukawa umevikamilisha. Kwa kumaliza na kukamilisha vitu vidogo vidogo vichache kwa muda husika, unapata nguvu hata ya kuja kufanyia vile vikubwa ambavyo vinakuwa vimekusubiria mbele yako. Sasa kazi ulionayo siku ya leo ni kujiuliza ni vitu gani unavyo kwenye ratiba yako ambavyo vinatakiwa kufanyika. Je, ni kipi kimoja ambacho naweza nikaanza nacho? Sio mara zote utaanza na vidogo vidogo. Muda mwingine unapaswa kuanza na vile vikubwa. Hii dhana inaitwa kwamba ya kumla chura mkubwa kwanza. Kwamba kama kuna dimbwi na hilo dimbwi lina chura wengi, njia pekee ya wewe kuanza kuwala wale chura ni kuanza na yule chura mkubwa. Chura mkubwa ni majukumu makubwa yaliyo mbele yako. Chura mkubwa ni jukumu ambalo linatisha. Ni jukumu ambalo linapaswa kufanikishwa, na likifanikishwa litaleta matokeo makubwa. Chura mkubwa ni jukumu ambalo kwa vyovyote vile lisipofanyika litakuja kuleta madhara makubwa. Huyo ndiye chura mkubwa. Lakini sasa huyu chura mkubwa si mara zote anavutia kumla. Ni mbaya, ana vikorokoro vingi, anatumia nguvu kubwa sana, na muda mwingine unaanza kumfikiria mara mbili. Lakini ni chura ambaye anapaswa kuliwa. Sasa majukumu ya namna hii ndio majukumu ambayo mara nyingi katika utendaji kazi wako wa kila siku unapaswa kuanza nayo. Kwanza uyakamilishe hayo kabla hujakamilisha majukumu mengine. Japo muda mwingine unaweza kaanza na vidogo lakini ukakamilisha vikubwa. Sasa ni muda upi wa kuanza kumla chura mkubwa? Muda mzuri zaidi wa wewe kuanza kumla chura mkubwa ni muda ule ambao unakuwa bado uko energetic, una nguvu zote, una msukumo mkubwa. Kwa mfano muda wa asubuhi, kwa wengi wanakuwa bado wako very energetic, ndio umetoka kuamka, bado akili yako haijafanya vitu vingi sana, bado akili yako haijachafuliwa na kitu chochote. Unaweza kutumia huo muda sasa kufanya makubwa. Na kwa sababu hiyo uhitaji kuanza na vitu vidogo vidogo. Unapaswa kuanza na vitu vikubwa ambavyo vinakutisha. Chura mkubwa. Kama ni maamuzi, kwa mfano kwenye kitabu cha Nguvu ya Kufanya Maamuzi, nimeeleza juu ya dhana nzima ya kufanya maamuzi. Hiki hapa. Kwenye kitabu cha Nguvu ya Kufanya Maamuzi, nimeeleza juu ya dhana nzima ya kufanya maamuzi kwamba sometimes maamuzi vidogo vidogo, nivae nguo gani leo? Nivae t-shirt, nivae shati, niweke tai au nivae t-shirt na kofia, vinachukua energy yako. Kwa sababu asubuhi unakuwa bado uko very energetic. Unatakiwa kuwekeza energy yako katika maeneo ambayo ni ya msingi na ambayo yanakuletea matokeo mazuri. Muda wako unapaswa kuwekeza katika maeneo ya msingi na ambayo yanakuletea matokeo mazuri.
kwa sababu mwisho wa siku hiyo energy hutaendelea kuwa nayo kutwa nzima. Ngoja kuonyeshe mfano. Hii simu nimeiwasha tokea saa 11 kasoro. Ilikuwa na 100% muda naiwasha. Lakini mpaka sasa hivi ina 88%. Maana yake 12% tayari zimeshatoka kwenye hii simu. Hii ndio kusema kwamba wakati naiwasha hii simu asubuhi ilikuwa very energetic, lakini muda huu sasa hivi saa 1:14 ambapo ina 88%, imeshaanza ile nguvu yake ishapungua, haiko tena energetic zaidi. Kwa hiyo ndio kusema kwamba hata sisi tuko hivyo hivyo. Tukilala ni kama tunakuwa tuna recharge ubongo, tuna recharge mwili. Ndio maana wanasema pia usingizi ni tiba. Tuna recharge mwili. Sasa tunavyoamka, tunaamka mwili ukiwa una full charge. Ulikuwa una charge kwa muda wote ambao tulikuwa tumelala. Sasa tunaamka mwili una charge. Sasa kwa sababu mwili una charge, hatupaswi hii charge kuitumia vibaya. Badala yake tunapaswa kuielekeza katika maeneo muhimu ambayo yatatupa matokeo mazuri. Na hayo maeneo muhimu ni yapi? Ndiyo majukumu ya msingi sana. Ndiyo wale chura sasa ambao tunatakiwa kuwala. Hayo ndiyo maeneo ya muhimu na hayo ndiyo majukumu ya muhimu. Kumbe wekeza huko kama sehemu ya majukumu yako ya msingi kabisa ambayo unapaswa kuyafanyia kazi pale unapoamka mapema kabisa asubuhi. Kwa hiyo usipambane na kila jukumu, usikimbizane na kila jukumu, kimbizana na majukumu machache yaliyo mbele yako ili uweze kuyafanya kwa ufanisi mkubwa na yaweze kukupa matokeo makubwa. Huyo ndiye chura unayepaswa kumla. Njia nyingine unaweza kutumia katika kupangilia majukumu yako na kuamua ni jukumu lipi ulifanyie kazi kwanza kabla jukumu jingine, ni kwa kutumia ile kanuni ya 80-20. Kulingana na kanuni hii ni kwamba 80% ya majukumu unayoyafanya hayana mchango wowote mkubwa kulinganisha na yale majukumu 20 ambayo unayafanya. Hii ndio kusema kwamba kama kwa siku unafanya majukumu 10, kuna majukumu 2 tu ambayo ni ya msingi sana na yana matokeo makubwa mno. Kama ukiweza kuzingatia hayo majukumu na kuyafanya vizuri, maana yake yatakupa matokeo mazuri na matokeo makubwa. Lakini kama ukiyapuuza, vivyo hivyo yatakupa matokeo hasi. Kwa hiyo tuifahamu hii kanuni pia. Kanuni hii ilitokana na mwanauchumi Vilfredo Pareto, kwa sababu hii kanuni muda mwingine inaitwa Pareto Principle. Huyu mwanauchumi wa Kiitaliano alikuwa akifanya utafiti na akagundua kwamba kuna kitu cha kushangaza sana kwenye eneo la ardhi. 80% ya ardhi inamilikiwa na watu wachache ambao ni 20%. Na 20% ya watu wanamiliki asilimia ndogo ya ardhi ambayo ni 80%. Na 80% ya watu wanamiliki asilimia ndogo ya ardhi ambayo ni 20%. Kumbe kanuni hii inatuelekeza kwamba, of course baadaye ilikuja kugundulika kwamba kanuni hii inafanya kazi katika kila eneo. Kwa mfano, katika wanafunzi mashuleni, 80% ya wanafunzi wasumbufu, yaani asilimia kubwa ya kelele nyingi sana zinatokana na asilimia chache ya wanafunzi ambao ni 20%, ndio wanasababisha vurugu kubwa shuleni. Na 80% unakuta asilimia 20 inatokana na watu wengine. Vivyo hivyo, kwa mfano kwenye biashara, 20% ya wateja inaleta mauzo makubwa ambayo ni takriban 80%. Na 80% ya wateja inaleta mauzo kidogo ambayo ni 20%. Vivyo hivyo kwa wafanyakazi, matokeo makubwa unakuta inaletwa na wafanyakazi wachache ambao ni sawa na 20%. Na asilimia nyingine 80
unakuta wanakuwa na matokeo ya kawaida ambayo ni 20%. Vivyo hivyo kwenye barabara, 80% ya barabara ndizo zinasababisha ajali tu za kawaida ambazo ni sawasawa na 20%. Lakini 20%, barabara chache unakuta zinasababisha ajali nyingi sana barabarani ambazo ni sawa na 80%. Yaani unaweza kaenda karibia katika kila eneo. Kanuni hii ya 80-20 inafanya kazi vizuri sana. Kumbe tunachotakiwa ni kuifahamu hii kanuni na kuangalia ni kwa namna gani sisi wenyewe tunaweza kuitumia kanuni ya 80-20 katika maisha ya kila siku. Tunaweza kuitumia 80% kwa 20%. Kumbuka 20% ya mambo ambayo unatakiwa kuyafanya, vitu ambavyo vipo kwenye ratiba yako, ndivyo vitaleta matokeo makubwa ambayo sawa sana 80%. 20% ya watu walio katika mzunguko wako ndio watakuletea kero nyingi sana ambazo sawa na 80%. Wakati wa 80% ya watu walio katika mzunguko wako wakikuletea kero kidogo tu na vitu vingine vingi sana. Cha kufanya ni kwamba itumie hii kanuni kwa manufaa yako. Itumie hii kanuni kwa manufaa yako. Kama ni kwenye biashara, wafahamu wateja wako wachache ambao yaani ukidili nao kidogo tu wanakupa matokeo makubwa, wanakufanya manunuzi makubwa. Zifahamu bidhaa chache ambazo zinauza sana na vitu vingine kama hivyo. Wafahamu wafanyakazi wachache ambao wanaleta matokeo makubwa sana, na unaweza kadiri na hao wachache zaidi ukapata matokeo makubwa zaidi. Kwenye hili nampenda sana Jack Welch ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa General Motors. Yeye alikuwa na kanuni inaitwa 20-70-10, kwamba kwenye kampuni yake wafanyakazi wote na wagawa katika hivyo vipengele 20-80-10. Kama mkurugenzi mkuu alichokuwa anafanya, 20% anawapa bonus zaidi, awapa shares kwenye kampuni, wanapata option ya shares na wanapata vacation. Hiyo ni 20%. 70% sasa walikuwa ni wale watu ambao wanatakiwa kuwa improved, kwamba improve na nyie muweze kuwa A players. A players ndio wale 10%, 20%. Alafu kunikuwa sasa na zile 10%. Wale 10% walikuwa ni kuwa fired. Kwamba hawa 10% sio necessarily kwamba wakitoka hapo wakienda sehemu nyingine watafanya vibaya, lakini inawezekana haya mazingira waliopo kwa sasa hivi sio mazingira ambayo yanawafaa sana. Kwa hiyo wakienda sehemu nyingine wataweza kufanya vizuri zaidi. Sasa 10% wanatakiwa kuondoka, kwa sababu wakiendelea kubaki hata ile 20% ambayo imefanya vizuri, ambayo imeleta matokeo makubwa, itaanza kushuka morali yake kwa sababu ya kuwa na hawa ambao wanafanya vibaya. Kifupi ni hivi, ukiwa na timu ambayo ina wachezaji tofauti tofauti, ina wachezaji wabaya na ina wachezaji wazuri, na wachezaji wabaya wanaendelea tu kuwepo tu kwenye hiyo timu, hawaondoki, mwisho wa siku hiyo timu itaanza kufanya vibaya kwa sababu ya wale wabaya ambao wapo. Wanachotakiwa ni kuondoa wabaya ili ubaki na wazuri. Of course ni ngumu kidogo, ni rahisi sana kuiongelea kama ninavyoongea hapa, lakini katika utekelezaji kidogo sometimes inakuwa na changamoto. Unajiuliza maswali mengi sana. Anyway, hilo tutaliongea kwa siku nyingine na wakati mwingine kwa undani zaidi. Lakini kitu kimoja ambacho nilikuwa nakizungumzia siku ya leo ni namna ya kuprioritize majukumu yako na namna ya kuyafanyia kazi majukumu yako kwa ubora zaidi na kwa ufanisi mkubwa, kwa kutumia mbinu tofauti tofauti ambazo nimekushirikisha. Ikiwepo hiyo mbinu ya 80-20, ikiwepo mbinu ya kumla chura mkubwa kwanza, ikiwepo mbinu ya kuanza na kuwa na jukumu moja ambalo utaanza nalo, ikiwepo mbinu ya kuanza na majukumu madogo tu ambayo yatumie energy kubwa sana au ambayo ni rahisi kufanyika na kumalizika kwa wakati. Hizo ndo mbinu sasa ambazo unahitaji kuzitumia. Anza kuzitumia mara moja. Ikumbuke kwamba nilikudokeza juu ya hiki kitabu
cha Nguvu ya Kufanya Maamuzi. Ni moja ya kitabu kizuri sana ambacho unapaswa kuhakikisha kwamba umekipata kwa manufaa yako ya sasa na manufaa ya baadaye. Na sio hicho tu, kwa sababu na kutaka wewe uweze kufanya vizuri sana, kuna hivi vitabu vingine viwili muhimu sana ambavyo unatakiwa kuvisoma. Kitabu cha kwanza ni hiki hapa, kinaitwa Nguvu ya Kuweka Malengo. Kimeeleza kwa kina jinsi kuweka malengo, jinsi kuwa na malengo makubwa kunavyoweza kusaidia wewe kufanya mambo makubwa zaidi. Kitabu kinaitwa Nguvu ya Kuweka Malengo, na hapa kimeandikwa kwamba kuwa na malengo makubwa kama vile utaishi milele, lakini ishi leo kama vile utakufa kesho. Yeah. Very inspiring. Sawa, kitabu kingine ni hiki hapa, kinaitwa Nguvu ya Kufikiri kwa Ukubwa. Uhitaji wewe kufikiri kwa udogo. By the way, kwenye kitabu nimeandika kwamba moja ya sababu kwa nini wewe uhitaji kufikiri kwa udogo ni kwa sababu wewe umetengenezwa kwa mabilioni. Kwa nini kwa mfano unahitaji kufikiri kwa udogo kwenye eneo la fedha? Ni kwa sababu wewe umetengenezwa kwa mabilioni. Ndio maana unapaswa kufanya uwekezaji consistently, kuwekeza kwenye hisa, kuwekeza kwenye hati fungani, kuwekeza kwenye vipande, kwa sababu unatakiwa una lengo kubwa la kufikia ubilionea wa kwenye eneo la fedha. Kwa nini? Kwa sababu wewe mwenyewe umetengenezwa kwa mabilioni. Una seli zaidi ya bilioni, una neurons zaidi ya trilioni, una vitu vingi ambavyo viko katika billions. Kwa kama mwili wako umetengenezwa kwa mabilioni, wewe pia unapaswa kujitengeneza na kuwa bora. Raise yourself from failure to success, kwa sababu inawezekana. Mpaka wakati mwingine, mimi naitwa Rweyongeza kutoka Songa Mbele Consultants. Sisi kama Songa Mbele Consultants, kama unavyoona, tuna vitabu vya maendeleo binafsi, vitabu vya fedha na vitabu vya uwekezaji. Tunakusaidia wewe katika kuandika pia. Kama ungependa kuandika, tunaweza tukakupa mwongozo kuandika mwenyewe au tukakusaidia kuandika. Tutakihariri kitabu chako, tutakuprintia kitabu chako, tutakutengenezea cover, kuombea ICBN, sijui nini, mchakato wote wa kitabu chako mpaka kinakamilika. Hapo vipi? Hapo sawa au sio? Sikiliza, nicheki basi mara moja. Tumia namba ya simu 0755 8483 91 au tumia 0655 8483 92. Hizo namba zitumie kwa ajili ya programu ya uandishi. Kwa ajili ya kitabu au vitabu hivi vitatu nilivyokudokeza siku ya leo, tumia 0684 408 755. Mpaka wakati mwingine, mimi naitwa Rweyongeza.